Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Hii ni TV yako ambayo inakuwa nakupa habari kaza wa kaza, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika kipindi chako kipendelevu, kipindi cha mtazamo wa kisiasa, siasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siko peke yangu kama kawaida, na shirikiana naye mwenzangu ambaye atakuja kujitambulisha yeye mwenyewe. Mimi ni Safari Almas, nyuma kamera ni Abubakari Saidi. Ndugu, karibu. Asante sana Safari Alimasi. Labda ungejitambulisha kama kawaida. Mimi kwa jina ni Isaac Muluta Ashibe, na kila mara nasema kwamba nashukuru kwa vile nimekuwa mwaliko wako leo Safari. Asante sana mpenzi mtazamaji. Leo tutajikita sasa kuhusiana na siasa zinavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kwenye baraza la bunge la kitaifa, ukiangalia katika bunge la kitaifa kwa sasa kulionekana kama myumbo kidogo, kuyumba kidogo, na hivyo ni kutokana na hali inavyoendelea kwa kujiuzulu kwake aliyekuwa spika wa bunge ambaye ni Vital Kamerhe. Na hali hiyo iliweza kuleta mtafaruko mkubwa. Kulifanyika mambo mengi sana hapo katikati mpaka afikie kujiuzulu, na imani ukiweza kuungana nami mwanzo hadi mwisho utakwenda kujua na tathmini ya mambo ilivyo. Na labda Isaac, tuanzie na ambako ni chimbuko la hali iliyoko mpaka sasa ambao tunashuhudia na kupelekea kwa sasa tujawa na spika wa bunge. Yote alianza ni kutokana na wabunge, baadhi ya wabunge ambao walisema kwamba rais ambaye ni mwenyekiti ama spika wa bunge la kitaifa aliyekuwa hakuweza kuchukulia maanani masuala ya wabunge, mishahara yao, namna ya kuishi. Hiyo ilikuwaje? Labda kuweza kuambia watazamaji mwenzangu zake. Safari Alimasi, katika nchi yetu bwana kunakuwa na tatizo kubwa sana, kwa sababu vitengo vikubwa yani sile wanasema institution kubwa zinakuwa zikisimamiwa na watu ambao kwa kutathmini tu tunaona kwamba wanatafuta maslahi yao binafsi. Vital Kamerhe alituhumiwa kuwa aongozi baraza la wabunge vizuri, kwa hiyo alipashwa aondoke. Sasa sababu za kuondoka kwake kidogo zilikuwa sio sababu ambazo wananchi wangezitazamia wabunge wazitoe, kwa sababu bunge linakuwa na kazi kama bunge. Sasa wakati bunge tukiona namna nchi inaongozwa, namna bunge linatenda kazi, tunaona kwamba bunge haifanyi kazi yake kama inavyopashwa. Sasa wakati tuliona kwamba wanabunge wanataka Vital Kamerhe aondoke, sisi tukafikiria kwamba wanataka kumuondoa Vital Kamerhe kwa sababu hakuongoza bunge vizuri, hakuweza kufuatilia vizuri maslahi ya raia. Lakini kuja kusikia sababu sasa wanasema Vital Kamerhe hakufuatilia vizuri maslahi ya wanabunge. Hiyo ni hali ambayo iliweza kuleta mtafaruku sasa kwa raia. Ndio hiyo walijiuliza maswali. Wabunge tunawachagua kwa ajili ya kutetea sisi wa raia, ndio raia tunawachagua kwa ajili, tunachagua wabunge kwa ajili ya kuwasilisha malalamiko yetu, matatizo yetu. Kwa kwao ndio wanakuwa kama daraja kabisa, wanatufikishia kwa viongozi husika kama tunasema vita. Ila kuja kushangaa cha ajabu, kile ambacho wanakiongea ni maslahi yao binafsi. Inaonyesha kweli kama wabunge hawana susi na raia wao ambao wanaongoza. Hiyo inakuwa zairi, hiyo sio ya kuuliza wala kupapasa hapa kwetu nchini. Wabunge sio wabunge tu, vitengo vingi sana vinaongoza, lakini maslahi binafsi ndio yanawekwa mbele, huku raia wakihangaika. Wabunge bwana tumewaona sasa hivi, kuna mambo ya vita, kuna mambo ya mshahara kwa walimu, wa askari, waganga, ambayo labda yangeongelewa kwenye bunge na yapate ufumbuzi. Wao wanazungumzia mishahara yao. Ili ni jambo ambalo lina decevoir raia, linawashusha kabisa moyo, linawavunja moyo. Nasema kwamba bunge yetu, tunakuwa na bunge lakini haitufanyii sisi kazi, wanaenda kujaza tu mifuko yao wenyewe. Kwa hali hiyo unavyotathmini kweli kweli katika uchaguzi ambao unakuja wa mwaka 2028 kwa wabunge hawa, kwa namna hali tunavyoitazama kweli kweli raia watakuwa najitokeza kwa ajili ya kuwapigia kura hawa tena, kutokana na yale ambao waliyafanya, sasa kuonesha wazi wanatetea maslahi yao binafsi. Siasa ni kubwa sana, siasa ni kubwa. Kwanza ninashukuru Mungu kwa sababu naona wakongomani kidogo tunafunguka macho polepole.
Sasa hivi tukiangalia hapa kwetu tarafani Fizi hapa kwa mwaka huu ambao tulichagua mwaka wa 2020 huu ndio tulichagua, si ndio? 23. Ya mwaka 2023 wabunge wapya ndio walipelekwa. Ile ikiwa na maana kwamba raia wa Fizi walielewa kuwa mbunge akileta manyanga kule tunambadilisha. Sasa ni vizuri raia wa Kongo nzima waelewe hilo jambo kwamba mbunge akileta manyanga bungeni afanye ule muhula wake mmoja alafu arudie nyumbani akaketi chini. Sasa nafikiria kwamba mwaka wa 2028 raia watachukua hilo maanani, wataliangalia hilo ili kwamba wale wote ambao hawakufanya kitu bungeni mwaka huu au muhula huu wasirudishwe tena bungeni, wabaki nyumbani. Na ukiangalia hali inaendelea kuwa tete baada ya hali hiyo ilivyotokea, ilikuwa kama shinikizo kwa kuwa alifikia kupiga kura ndio au hapana. Ndio destitution, wana destitution. Kusema aondoke. Aondoke. Wakisema aondoke, baadhi ni wachache ambao walikataa kwamba mwenyekiti ama spika wa bunge asalie pale madarakani. Hii inaonyesha kwamba kweli kweli wabunge kile ambacho walikisema ni cha kweli, japokuwa hakina cha maslahi ya raia, ila kwa upande wao kama alikuwa na wafinya vipi. Ndio, ni kweli, kwa sababu ukiangalia siku ile wakati kuna kuwa ule mchakato wa destitution, yani wa kumuondoa, wa kusema ndio hapana, wabunge wana saini haraka aondoke petition, yeye aligundua, alielewa ampleur ya ile kitu, akasema kama hii itaniondoa hapa. Kwa hiyo ilibidi atumie ujanja fulani au njia fulani ya kuwazuia wale wasiendelee na ule mchakato, ilibidi aombe msamaha. Na kwa uelewa wa kifalsafa wa Faransa wanasema kwamba kisi skiza sakize. Wala, yani akishasema unasema nisamee, maana yake umekubali kwamba ile kosa umelifanya. Kwa hiyo alikiri akimaanisha kwamba ile kosa kweli nimelifanya, naomba mnisamee. Kwa hiyo ilikuwa kama vile kutoa ujumbe kwamba wakati mwingine sitafanya tena, naishia hapa, lakini hawakuelewa na hawakuelewa kwa sababu ule ni mchakato wa kisiasa Safari Almasi. Na unavyoangalia kwa namna alifikia mpaka kuweza ndio kwa kujiuzulu kwake, kwa kuwa ukiangalia sheria kwa namna inavyosema ilistahili wapitishe swala lile tena bungeni, waende kuchagua tena ndio aje atoke. Ila yeye alikuwa kama alifanya mbele kidogo kabla yale yote hayajatokea. Unaona ni kuficha ile aibu akafikia kujiuzulu ama ni maslahi binafsi tu? Ndio, siku moja baada, nikikumbuka vizuri, siku moja baada ya yeye kuondoka au kabla sijui, kuna mdogo wake ambaye aliandika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii, akasema kwamba kama heshima haitolewi tena kwenye meza, ni vizuri mtu aondoke kwenye hiyo meza. Si le respect n'est plus servi, il faut sortir de la table. Maana yake aitaka kumaanisha kwamba kwa sababu Kamere ni mdau, mshirika mkubwa sana wa Rais Tshisekedi, tunalijua sote hilo. Watu hawakutegemea. Lakini kuna na siasa ile kusema kwamba Kamere alikuwa akiminya sana mradi wa rais wa kubadili katiba. Sisi tulisikia jambo kama hilo. Kwa hiyo wakati watu wengi wanafikiria kwamba rais aliona vema muondoe Vital Kamere ili kwamba aendelee na miradi yake vizuri. Kwa hiyo labda watu wa ENC au washiriki wa karibu sana wa Vital Kamere waliona kwamba hakuna heshima tena kati ya ile partenaria iliyokuwa kati ya rais na Vital Kamere. Licha ya kuwa rais alikanusha hilo, akasema kwamba mimi hapo nimegundua kama nilivyogundua mnyie, sielewi na sihusiki kwa lolote kabisa. Ndio. Na asante sana mpenzi mtazamaji, kama ndo bado unakuja kujiunga nasi, nikumbushe kwamba unaendelea kufuatilia kipindi chako kutoka kwenye Tanganyika TV cha mtazamo wa kisiasa, na leo tunaongelea kuhusu siasa za Kongo sasa zinazoendelea katika bunge ama baraza la kitaifa la wabunge. Na hatua hiyo ilifikia mpaka kwa yeye kuweza kujiuzulu, na kwa sasa kunaendelea sitofahamu nani atachukua wadhifa ule. Kuna ombi nyingi, wabunge wengi wamejitokeza kwa ajili ya kupeleka barua zao za kuweza kuwania katika nafasi hii. Hii inaonyesha kwamba ni maslahi yale binafsi. Mtu ni mbunge wa taifa kwanza. Kwa nini unapenda ugombee tena kwenye spika wa ubunge? Ubunge japo una nafasi ambayo ni ya wewe kutetelea raia ambao walikutuma. Moja Safari Almasi sio wabunge tu. Wengine walikuwa ni mawaziri tayari. Mtu ni waziri lakini anaondoka kwenye wadhifa wa waziri aende akagombee uspika wa bunge. Sasa kwenye hilo jambo la kutafuta maslahi, turudi nyuma kidogo. Vital Kamere aliondolewa. Mtu ambaye alikuwa anaongoza msafara wa kumuondoa Vital Kamere alikuwa mwanabunge ambaye ni Crispin Bindule.
Bwana Mbindule, unajua historia yake yule bwana, sio kwamba namsema kwa vibaya, lakini tunatathmini, tunaangalia tu mchakato au mfumo au njia ambayo ametumia mpaka kufika pale alipo. Yule kwanza kabisa ni mwanasiasa ni mwanachama wa ENC, chama cha Vital Kamerhe. Hapo mwanzo 2018, mwelekeo wa 2018 hakupigia kura Tshisekedi. Wakati anafika kwa Butembo, kwa sababu yeye ni mchaguliwa wa Butembo, alimpigia kura Fayulu. Anawaambia watu wa Butembo kwamba Rais Tshisekedi akifika hapa pigeni mawe kabisa, sio rais, atupashi kumchagua kama rais. Mwaka 2018. Mwaka wa 2023 anajiunga rasmi, anaondoka, anajiunga rasmi, anakuwa mtu wa Tshisekedi. Anakuwa mtu wa Tshisekedi na mara moja anaondoka kwenye chama cha ENC, anaingia kwenye chama cha UDPS. Sasa wakati anaingia kwenye chama cha UDPS mwaka 2025 huu tulionao, mwezi wa 9 ule, anakuwa akiongoza msafara tena wa kumpinga bosi wake wa zamani Vital Kamerhe aondoke. Unaona mchakato ulivyoendekana hapo. Mara ya kwanza alimkataa huyu apigwe mawe, mara ya mwisho anakuwa ndo bosi sasa. Hapo tunaelewa kama huyu bwana kidogo au watu kama na hawa ni watu ambao wanachukua yule ambaye anakuja, tunadili naye. Labda alifikiria ule mwaka kwamba Fayulu akipita tunadili naye, lakini ikawa location de parate na yote ambaye atatawala huyo ndo rafiki. Kwenye hili sasa ambao tulishuhudia, kuna watu ambao sasa hivi tuna wakandidate takriban 6. Tuna watu 6 takriban 6 kabisa wanawania ule uongozi wa speaker. Sasa wengi wao ukiwaona, tuongelee kwanza mzee Mbosso Kodia ambaye ameshakuwa tayari speaker wa bunge, lakini miaka umri umeenda, lakini bado mzee anataka awanie tena speaker wa bunge. Anasema hivyo, mwenyewe anasema kwamba ni uzoefu, lakini sasa tuangalie kwenye uongozi wa Mbosso Kodia, mzee wetu huyo, nini wakongomani wamenufaika, ameleta mageuzi gani hasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaelewa hivyo. Kwa hiyo ule utitivu tena anataka tena arudie tena arudishe ule. Sasa wakongomani hatutaki tena hivyo. Wa pili naweza nikamzungumzia huyu ambaye ni Willy Mishiki, ambaye naye anakuwa akizungumza sana, ametuambia kwamba akikuwa bunge miezi 3 vita vinaisha. Umemsikia? Atashinda rais sasa. Anashinda rais. Sasa masemi kama na yale wafanya siasa wa Kongo wameshayaelewa. Wanaelewa, sio mageni, hapana. Wanaelewa, wanajua wakongomani wanataka kusikia nini. Sio na mkongomani anataka kusikia maneno yale ya kumfariji ya kwenda upande wake, ambayo sijui yanamkarese. Na mambo kati ya mambo ambayo yanamfurahisha mkongomani ni kusema nitamaliza vita, nitampiga adui. Ndio maana kuna wakati fulani tuliambiwa mwendele Skarmushi hapa, wakongomani wote tukafurahi. Sawa? Unaona bwana, wakati tunaambiwa kama tutapiga Goma, tutapiga Rwanda, mkongomani anakuwa anafurahi. Sasa wanasiasa wameshagundua kwamba tukisema tu watakubali, wananichukua. Nafikiria kwamba hapo ndo kwenye Mishiki naye anashikilia, najua kwamba nikizungumzia vita sasa hivi anawasifu sana wazalendo. Wazalendo wako kwenye kilomita 8 na Goma, wazalendo wana nguvu sana. Kwa hiyo anajua nikizungumzia wazalendo wakongomani watapenda tu na watanipatia nafasi. Lakini yale yote yale wanasema kwamba ni sera tu, sera za kutafuta kura, achaguliwe alafu aingie kwenye maslahi yake binafsi. Tuna mwingine ambaye sasa hivi ndo ameshangaza sasa watu, ni Emeboji Sangara. Ambaye alikuwa ni waziri wa industry, wanasema nini? Waziri wa viwanda. Waziri wa viwanda. Yeye yule bwana kwanza tunasikia kwamba uteuzi wake umetoka kwenyewe Ikulu. Rais ndo amemtoa kama vile pendekezo lake. Voilà. Kama vile pendekezo lake. Lakini sasa kuna jambo la kujiuliza hapa safari. Hivi kweli kwenye wabunge 500 pale bungeni kuna kosekana mtu ambaye anaweza kagombea kwenye wadhifa ule wa speaker wa bunge mpaka aondolewe mtu kwenye wizara moja hajagombea pale? Kitu ambacho si unaona kama hapo kidogo mambo yanakuwa kama hayako sawa. Mtu atoke kwenye wizara, sawa. Inawezekana sana ingekuwa ni maslahi ya raia tungekubali. Lakini je, tuangalie ni maslahi ya raia au ni maslahi binafsi? Yule bwana Bodi Sangara yeye ni mtu ambaye ni wa Union Sacrée, hilo ni moja.
muungano utukufu wa kitaifa ambao ulianzishwa na umeitishwa na Rais Tshisekedi. Na ni mshirika pia wa karibu wa rais, ndio bana alimtoa. Sasa inawezekana sana yeye akachukua uspika wa bunge. Si rais kwa tiketi ya tiketi ya rais ifeli. Sasa hivyo wakati anachukua yeye uspika wa bunge, tunakuwa na kero, tunakuwa na hofu sisi kwamba tusiendeshwe tena kidemokrasia. Maana yake rais ndio atakuwa sasa anamwambia bwana fanya hivi na anafanya hata mchakato mwingine. Unaona sasa, kwa sababu rais amesema na lile bunge lile linatakiwa libaki huru. Unaona bwana, inapaswa iwe independent, isidependre na institution au mtu mwingine yote katika jamhuri. Bunge alipaswa kuendeshwa. Unaona hivyo? Sasa wakati rais anasema bwana wewe baki hapa, na yule mtu ambaye mteua na baki, inazua kidogo hofu. Lakini kwa namna ya hali ilivyo, japokuwa ni tiketi ya rais, endapo tiketi ya rais inakwenda kufeli, je, Emeboji atarudi tena kwenye wazifa wake kama waziri? Na ameshaandika barua kwamba mimi kwa akili yangu timamu nimeacha kazi. Na je, raia japokuwa atakwenda kushinda, raia watakuwa na imani naye kwa kuwa mtu ambaye alikuwa anashikilia wazifa wa waziri wa nchi ambaye ni mtekelezaji, si mtu wa kuombewa. Yeye anatekeleza vitu, yeye ndo mtendaji, wanasema watendaji wa serikali kweli kweli. Pale ambako anaenda nafasi ya ubunge, ambako ukiangalia katika nafasi ya ubunge wao wanakuwa wanapeleka mapendekezo kwa watendaji ambao ni mawaziri na wanakosoa kweli kweli. Pale ambako anaenda atatumikia raia, tofauti na pale ambako alikuwa hapo awali. Ama ni maslahi binafsi, ama ni maslahi ya kisiasa, ni maslahi ya fedha, inakuwa nini kabisa? Bwana William Shiki alituambia hapa nyuma kwamba kuna jambo fulani la mshahara. Alituambia kwamba kwenye wale wa mambre wa chambre ya parlement, mdogo sana ana 1,170, ana laki moja sasa $70,000. Dola laki moja na 70,000. Dola laki moja na 70,000. Ndio wausie wale wa chini sana. Sasa tukichukua twende tu kwenye mchakato, twende tu kwenye system hiyo, tuangalie, tuimagine sasa president wa Assemblée Nationale. Mimi nafikiria kwamba moja kati ya kitu ambacho kilimuwahisha sana Boji Sangara kuandika kujiuzuru kwenye wizara ile awahie uspika ni kutafuta pale paliponona. Aliona kwamba uspika wa bunge umenona sana bwana kuliko wizara. Kwa hiyo amekimbilia hapo. Sasa kwenye utendaji wake, licha ya kuwa serikali hii ilikuwa bado haijadumu muda mrefu, kama serikali nyingine hazidumu sana, lakini anakuwa na bila gani katika wizara yake ya viwanda? Takwimu gani ambayo ameiacha kwa raia, ambayo tunakwambia huyu bwana kweli ni mtendaji, akiingia hapa atafanya kazi vizuri. Kwa hiyo hilo ndo la kuangalia, kama hakuna bila ambayo amefanya, hata kama ni muda mdogo kufanya jambo kwenye wizara ya viwanda, tusitegemee vikubwa kwenye ubunge, kwenye uspika wa bunge. Atakuwa ni wiwist. Atakuwa kama wengine. Asante sana mpenzi mtazamaji, na imani unaendelea kutufuata vilivyo kwenye TV yako ambayo ni Tanganyika TV. Sasa Izake, tukiangalia namna siasa za Kongo zinavyoenda, namna vurugu ukiangalia, tunakuwa na vurugu mbili. Tunakuwa na vurugu za kisiasa, tunakuwa na vurugu vile vile za vita zinavyoendelea. Kwa namna nchi yetu inavyoendeka, namna nchi yetu inavyoendeshwa, huko kuna vita, sijui huko wanabebana kuhusu ubunge wa taifa, spika wa bunge sijui huyo ametolewa na kuwa hivi. Kweli kweli kwa raia wa sasa wanavyoishi, kuna matumaini, ama raia wanaishi katika matumaini kweli? Licha ya kuwa raia hawana matumaini makubwa, lakini ni lazima hayo matumaini yahumbwe na yakumbushwe kwa wale ambao wanatuongoza. Ni kwamba wakati tumewachagua, hata kuwachagua wakajaze mifuko, hapana. Tumewachagua wakatekeleze jukumu lao, na pia waturudishie sisi haki iliyo ya kwetu kama vile wananchi. Kwa hiyo licha ya kuwa wanaweza wakajichanganya kwa sehemu fulani, tunakuwa na wito mmoja tu wa kuwapelekea, ni kwamba wasisahau jukumu lao, wasisahau bado tunawategemea sana wanabunge wetu. Wao ndio watakosoa serikali hii. Serikali hii imetuambia itamaliza vita, serikali hii italeta amani, lakini mpaka sasa hivi umekuwa ni mchakato mgumu sana. Imekuwa ni tatizo ambalo halijapata ufumbuzi. Serikali zinabadilishwa mara kwa mara,
viongozi wanabishwa mara kwa mara, lakini tunaona tu kwenye serikali kwamba hakuja kuwa matumaini. Kwa hiyo matumaini yote ya raia inakuwa katika bunge, ndilo linaweza ikatoa shinikizo pekee, inaweza kuweka pression kwa serikali imalize vita, ibadilishe, ilete mabadiliko kwenye maisha ya mwananchi ya kila siku. Sawa? Na bunge nayo ikiyumba itakuwa kama vile wanatukatisha sisi tamaa, raia wanakosa mwelekeo. Kwa hiyo ni wito tu kusema kwamba hatutokata tamaa aussi longtemps que bunge watakuwa pale, speaker atakuwa pale, tunawaomba wakumbuke jukumu lao na waitekeleze vema. Asante sana mpenzi mtazamaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho katika kipindi chetu cha siku ya leo ambacho ni mtazamo wa kisiasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, nitakuomba usikosi kulike hapo chini, kushare, pia vile vile na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Hii ni Tanganyika TV inakujia kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ulikuwa nami Safari Almas, nilishirikiana na mwenzangu Isaac Molucha Ashibe, pamoja na ambaye alikuwa nyuma kamera Abubakar Saidi. Hatuna la ziada, tunawaaga tukiwatakia Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.